Ukisikia zile lugha za bonjour monsieur, bonjour madam, ujue kabisa ni lugha fulani adhimu sana nchini Tanzania, lakini wakali hao wamekuwa wakizitaja sana, na sio mwingine bali ni Bella toka Malaika Music Band, Christian Bella Obama. Yeah. Unyama baba Kama kawa ndugu. Hivi kawaida kwa siku uvaji wako bwana Bella huwa unatumia mbinu gani kuhakikisha yani muonekano wako ni ule ule kila siku yani, au shuki au pande, yani kuangalia juu mpaka chini, yani lazima itakuwa ni gharama nyingi sana mhusika? Kidogo, sio ya kutisha sana. Sio ya kutisha sana. Napenda tu kupendeza, tunapenda kupendeza. Siwezi kusema kama ni gharama ambao wewe uwezi. Hata wewe unaweza sema tu labda wewe sio mpenda kuvaa sana kama sisi. Tunajua tena, lakini fresh, gharama kawaida tu. Okay. Yeah. Mwaka huu umeamua kuweka heshima kubwa sana. Mimi nilikuwa nataka kujua kabisa kwamba kwenye mitikasi yako yote mpaka kupewa uraia wa Tanzania na muziki wako kwa ujumla, ni changamoto zipi ambazo ulizipitia kabla kuja kuanzisha Malaika Band? Lakini najua ulikuwa uko katika ile timu fulani hivi, naweza unaifahamu na sitaki kuitaja hapa, lakini sasa hivi tunaona mabadiliko makubwa sana. Hebu tupitishe katika hiyo kumbukumbu nzito. No, mimi kuja Tanzania nililetwa na bendi Akudo Impact kama hujasema, lakini ni bendi ya baba yangu. Alikuwa kanaitwa Mheshimiwa Juma Kapuya. Kipindi kile alikuwa waziri wa mambo waziri wa ulinzi. Heshima sana kwake na ni baba yangu. Yeye ndo alinileta. Yaani mimi kutoka Kongo kuja Tanzania kama nilisajiliwa. Yaani mimi nilifatwa kuja Tanzania 2006. Bahati nzuri kama nilifika sehemu salama. Unajua mwenyewe waziri amekuleta, kwa hiyo misukusuko haikuepo, nashukuru Mungu. Na kuhusu kupambana mpaka kuja kupata uraia, changamoto ilikuwa tu kwenye kurenew, mara pita huko kurenew zile vibali, lakini sijapitia magumu yote kwa sababu nilikuwa naziheshimu sheria, nilikuwa nalipa vibali vizuri mpaka ikafika siku ambayo nikaamua kwenda kuomba uraia. Haikusumbua kwa sababu nilikuwa naishi kisheria. Okay. Muda wote niko Tanzania nilikuwa nalipia vibali vya kuishi nchini. Nilikuwa naheshimu sana namna gani ya kufanya ili uishi kisheria nchini Tanzania. Yeah. Okay. Bwana Bella, nilikuwa nataka kufahamu, nyumba ya Mbweni ulijenga baada ya kupewa uraia au ilikuwa kabla ya kupewa uraia? Nilijenga kabla. Swali nzuri, nilijenga kabla. Mimi unajua mimi na watoto. Mimi nimekuja Tanzania kwambia nimefikisha miaka 20. Mtu mwingine hawezi kuelewa, anasema alikuwa mgeni, mbona nilikuwa anasema kwamba inasemekana ambao watu wanasema kwa sasa kwamba Bella kajenga. Okay, ni hivi kujenga kwangu nilikuwa situmii jina langu, nilikuwa natumia jina la watoto. In short, mimi na watoto wa Kitanzania. Nilikuwa nanunua kwa jina la watoto, najengea watoto wangu kwa sababu mimi najua kabisa tunatafuta hela kwa ajili ya familia. Sikuangalia kama mimi kuna siku naweza kaondoka Bongo. Watoto wangu ni watoto wa Kibongo, nilikuwa najenga kwa ajili iwe kama zawadi ya watoto wangu. Kwa nilikuwa nanunua kwa jina la watoto. Yeah. Okay. Bella, nani kama mama, mbona kama unanionea nyimbo ambazo nipendwa sana kwa Tanzania. Lakini mwaka huu umeamua kuweka heshima kubwa sana. Kwa nini uliwaza hivyo, lakini ulikuwa unalenga nini hasa? Ni kwa ajili ya kushukuru kupewa uraia au kuna mengine ya ziada? Na kushukuru, asante Tanzania, nashukuru wa Tanzania kwa kunisupport miaka 20 kwenye game. Bro, lazima ujifunze kusema asante. Mimi napenda sana kusema asante. Nilivyofikisha miaka 10 nilifanya show kubwa sana. Watu wanajua historia, ilikuwa historia kubwa, niliweka historia kubwa sana. Watu wa burudani wanajua ilikuwa 2015-16 hivi. Show ilikuwa kubwa sana pale Escape One, nilisherehekea miaka 10. Kwa hiyo ilipofika miaka 20 nikaamua kusherehekea pia miaka 20 na Christian Bella, lakini bahati nzuri miaka 20 imefikisha, imekuta pia nimepata uraia. Kwa hiyo inakuwa kama double. Tunasherehekea miaka 20 na Christian Bella kwenye muziki. Asante Tanzania kwa support ambao nimepewa tangu nimeanza career yangu. Nimepewa support mkubwa, ndio maana nasema asante Tanzania. Asante Tanzania kwa sababu ya support. Sana kwa ajili ya support mkubwa ambao nimepata kwa Watanzania kwa kusupport kazi zangu. Lazima niseme asante Tanzania. Okay. Yeah. Bwana Christian, nimekuwa nikishuhudia show zako, una uwezo wa kuingia katikati ya show unafuta labda saa 8 za usiku, labda vibe ilikuwa kubwa, lakini unawatuliza mashabiki afu unaanza kuseti vyombo afu unachapa moto wa kutosha. Hivi ni mbinu gani ambayo unaitumiaga kuwatuliza watu alafu ufanye show na bado watu warizike na bado pia ungangania usishuke kwenye stage? Yeah, mimi situmii nguvu sana kuconvince watu wanipende. Situmii nguvu, natumia kipaji. Ninavyotumia kipaji na maana natumia kipaji changu kuconvince watu.
nyimbo zangu zinapendwa na nitatumia tu nyimbo zangu, kipaji changu. Hata nikienda sehemu ambao watu walikuwa bado labda wako wana stress, nikipanda kwenye stage wanapata furaha. Wakishaniona tu wanapata furaha. Nikianza kuwaimbia wanapata furaha. Situmii nguvu kuwalazimisha kwamba wanielewe, no. Na bali natumia kipaji changu kuwaelewesha wapende muziki wangu. Yeah. Okay. So far muziki wa live una nguvu sana duniani. Tunaona hata juzi rafiki yako, kaka yako Fally Ipupa alivyojaza uwanja mkubwa sana vile. Labda tukutegemea katika mataifa kwa kiwango kile Bella siku za mbeleni? Inshallah, kila msanii ana dream ya kufanya vitu vikubwa. Tunaweka Mungu mbele. Mungu akipenda, kama alikupangia hivyo, zitakuja tu. Tunajitahidi kupambana, tunapambana kufika mbali, lakini Mungu ndo anajua kesho kuna nini. Sisi tutakata tamaa, tunapambana, lakini yote kwa yote Mungu ndo anajua kesho unaweza kufanya jambo gani, kesho unaweza kufanya sehemu gani, lakini tunatamani. I wish pia mimi nifanye jambo kama ile. Okay. Lakini muda hujafika bado. Muda utafika, tutaifanya kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kila kitu kinawezekana. Okay. Siku ambayo ulisimamisha nchini, ile siku ambayo ulienda kutumbuiza wakati Harmonize anatambulisha wasanii pale kwenye lebo yake, na ulimba nyimbo ya nani kama mama, ukubwa sana live, ile ilikuwa ni kwangu kikubwa sana Christian Bella. Harmonize je, atakuwepo katika jambo lako kesho kutwa kwa ambao wanafuatilia hapa? Kuna surprise kibao ya wasanii, lakini mimi kusema ukweli mimi nakaribisha ndugu zangu wasanii wote. Umeona siwezi ni kuanza kufuata moja moja, lakini kusema ukweli wasanii wote ni ndugu zangu, marafiki zangu, na wakaribisha. Kwa hiyo wengine ni surprise, wengine wasanii wengine watakuja kama surprise, lakini umesema Harmonize, basi ngoja nitoe wito hapa, namkaribisha Harmonize kwa sababu umemtaja, na sio pia kwa ubaya kwamba sijamkumbuka. Najua ni msanii ambao ni mkubwa Tanzania, East Africa. Namkaribisha Harmonize, karibu sana kwenye show ya Christian Bella miaka 20 ya CBU Milimani City. Namkaribisha. Okay, Bella, tunafahamu kwamba muziki wa Bolingo hapa Tanzania wako washikaji zako kama kina Nyosha, Ella Sadat, kina Pacho na wengine wote hao. Unaposema marafiki unamaanisha nini? Rafiki maana yake watu wako ambao yani mnaimba kitu ambacho kinafanana. Pia kuna surprise ya kuwepo pia ukichapa hapa? No, hapana, kusema ukweli nimekwambiaje? Watu ambao direct naweza kutangaza ni wale ambao nimeimba nao. Okay. Wasanii ambao ushaye kuimba na Christian Bella, wao ndio wewe jua tu watakuepo. Okay. Kwa wasanii wengine ni labda surprise, wengine utakuja tu labda kapea mwaliko. Kwa msanii ambao kapea mwaliko anaweza kaja au asije. Kwa siwezi kusema kila kitu, labda kuna mtu kaalikwa, umeona? Yeah. Okay. Bwana Bella, mimi nashukuru sana. Na mimi nashukuru sana. Asante sana. Nimeona maandalizi sio kitoto. Mungu atakusaidia. Kwa hiyo unaweza kumaliza kwamba Ijumaa tarehe 8 mwezi wa 5 Milimani City, usikose, kitanuka sana. Bonge moja la show ya Christian Bella miaka 20 kwenye game.